ndani ya maji makubwa ya bahari ya Caribbean, ambako upepo wa kisiasa na kijeshi unavuma kwa nguvu zisizoonekana. Tukio lisilotarajiwa lilipasua ukimya wa mawimbi. Meli mbili za kivita za Marekani zikagongana uso kwa uso, zikiacha majeruhi na maswali mazito juu ya usalama wa operesheni za baharini. Katika tukio hilo la kushtua, manuari ya kivita ya USS Truxtun iligongana na meli ya usaidizi wa kijeshi ya USNS Surprise wakati zikiwa katika operesheni nyeti ya kujaza mafuta na vifaa, zoezi linalojulikana kama replenishment at sea. Huu si mgongano wa kawaida. Hapa si barabara magari, ni bahari yenye kina kisicho na mwisho, ambapo meli kubwa husogea kwa usahihi wa hali ya juu, zikitembea sambamba kwa umbali wa mita chache tu. Katika operesheni hiyo, meli hizo zilipaswa kusafiri bega kwa bega, zikihamisha mafuta kupitia nyaya ya mabomba mazito. Lakini ghafla, kama bahari yenyewe imeamua kubadilisha sheria zake, umbali ukapotea, mwelekeo ukachanganyikiwa na chuma kikagongana. Ndani ya sekunde chache tu, mlio mzito wa mgongano ulivunja utulivu wa wanamaji. Miili miwili ilijeruhiwa, lakini kwa bahati majeruhi yalikuwa madogo na wote wako katika hali thabiti. Mgongano huu au kutokea kwa bahati mbaya pekee, ulitokea katikati ya mkusanyiko mkubwa wa kijeshi ambao haujawahi kuonekana kwa miaka mingi. Marekani imepeleka takriban meli 12 za kivita katika eneo hilo, zikiwemo meli kubwa zaidi za kubeba ndege aina ya USS Gerald R. Ford pamoja na meli za mashambulizi zenye maelfu ya wanamaji. Hii si doria ya kawaida, ni sehemu ya operesheni kali dhidi ya biashara haramu ya dawa za kulevya, usafirishaji wa mafuta uliowekewa vikwazo na misukosuko ya kisiasa inayotikisa Amerika Kusini. Ingawa jeshi la wanamaji la Marekani lina teknolojia ya hali ya juu na mafunzo makali, ajali kama hizi, ingawa ni nadra, huacha doa. Mwaka mmoja tu kabla ya tukio hili, meli nyingine kubwa ya kivita ya USS Harry S. Truman iligongana na meli ya kibiashara karibu na mfereji wa Suez. Uchunguzi ulionyesha kosa la kibinadamu, mwendo kasi kupita kiasi na maamuzi ya kuchelewa. Sasa historia inaonekana kujirudia, lakini kwa sura mpya. Jeshi la Marekani kupitia Thousand Command limethibitisha kuwa uchunguzi rasmi umeanza. Swali kubwa linalobaki, je, ilikuwa ni itilafu ya kibinadamu au ni hatari isiyozuilika operesheni za baharini? Kwa sasa meli zote mbili zinaendelea na safari zao kama askari waliopata majeraha madogo, lakini bado wako vitani. Katika ulimwengu wa kijeshi, si kila vita hupiganwa kwa risasi. Wakati mwingine mapambano ni dhidi ya umbali mdogo, mahesabu ya sekunde na makosa madogo yanaweza kugharimu maisha. Na katika tukio hili, bahari ya Caribbean imetoa onyo lake. Hata jeshi lenye nguvu zaidi duniani haliko salama dhidi ya makosa